wana Mbeya, Mbeya mjini, Uyole na maeneo mengine nchi nzima kwa mauaji ya Oktoba 29. Unyama ule hakuna lugha nyingine za kusema. Manake wanaficha, wanasema sijui vurugu za Oktoba, sijui yale ni mauaji ya raia yaliyofanyika Oktoba 29 na siku zilizofuata. Watu wameuawa kwa kudai uchaguzi huru. Watu wameuawa kwa kutaka kuwa na haki ya kuchagua viongozi wanaowataka badala ya kulazimishiwa viongozi wasiowataka. Wapo wameuawa hata wako katika michakato ya uchaguzi. Wako watu wameuawa, wako sebleni, wamekaa na familia zao, wanaangalia TV, wanapika chakula cha jioni. Askari wanaingia, wanaangalia, sijui vijana wanachukua. Mpaka leo hatujawaona hawa ndugu zetu. Wapo waliouawa mitaani tu wakiwa kwenye shughuli zao. Watu wanafanya kazi zingine ambazo hazina weekend. Hata weekend wanaenda kazini, hata kama sijui kuna shughuli gani ya kitaifa, wao wanaenda kazini. Mtu anaenda kazini, kazi yake ya kila siku inayompatia kipato, anapigwa risasi, anadondoka. Nasema hivi, hili la mauaji ya Oktoba 29 na siku zilizofuata haliishi mpaka liishe. Hili haliwezi kuisha kwa tume feki ya kubumba ya Mzee Chande kwa kulimaliza hili eti kwa kulifukia tu. Nasema wamekufa watu 500, unasema Mzee Chande wametekwa watu 700 kwa sababu ya mapenzi. Mdude alitekwa kwa sababu ya mapenzi. Na hata kama akitekwa kwa sababu ya mapenzi, je, sheria inaruhusu mtu atekwe? Na mamlaka ambazo zinatakiwa kuchukua hatua ziko wapi mpaka mtu kama Chande anakuja kuongea utumbo? Maana ni utumbo. Watu tunapoteza, tunapoteza marafiki, tunapoteza familia, tunapoteza watu, wanatekwa. Usiku mmoja Mzee Kibao, kiongozi wetu, ametekwa. Asubuhi kesho tunaokota maiti. Chande unasema kwamba Mzee Kibao alitekwa na kuuawa kwa sababu ya mapenzi. Acha uone wewe mzee bwana, mchazeka wewe. Ndio mambo akiuna naka tumeshazeka. Kwa kitendo cha kumteua Chande kuwa mwenyekiti wa hiyo tume yao, ni wazi ilionyesha kwamba serikali hii haramu haina userious katika kushughulikia tatizo hili ambalo limeleta madonda makubwa sana kwenye mioyo ya Watanzania. Eti kwenye tume yuko yule Mama Stergomena Tax. Mama Tax alikuwa waziri wa ulinzi. Katika uchunguzi tunaotaka pia tunataka kujua kama wanajeshi wake tuliwaona. Tunataka kujua kama, kwa kifupi, Mama Tax ni mtuhumiwa. Sasa mtuhumiwa unamweka katika tume ya uchunguzi, atamchunguza nani? Hao wauni hawa. Wauni kabisa. Hawa ni wauni. Chande na wote waliokuwa kwenye ile tume walikuwa watumishi wa serikali kwa nafasi mbalimbali. Kuna IGP Saidi Mwema, sijui kuna nani, ambao kimsingi hawa wote rekodi zao za utumishi, kama nchi ingekuwa huru, ina utawala bora wa sheria, hawa wote waliokuwa kwenye tume 80% watakuwa waijela.
akiwemo Chande kwa kulipotosha taifa. Chande unampa vipi Chande jukumu zito la taifa ambalo liko katikati ya majonzi? Unampa jukumu wakati ulishampa jukumu kwenye tume nyingine ya haki jinai na kufanya chochote, alizingua tu. Kwenye tume ya haki jinai Chande ndo alikuwa kiongozi, akatoa mapendekezo mle, polisi sijui ukamataji wa ovyo unatakiwa ushughulikiwe. Mpaka leo bado ukamataji wa ovyo upo, tunakamatwa kiolela mpaka leo. Pengine naweza leo mimi nikakamatwa baada ya hiyo hotuba, baada hata ungefaka donkea, sijali tena, nimeshachoka mimi, nimeshachoka. Jela nishaenda, nishafungwa, mama yangu ameshafariki kwa sababu ya siasa hizi chafu za CCM. Kuna nini mimi ninacho cha kuogopa tena? Tutawaambia ukweli kama vile ambavyo wanastahili kuambiwa ukweli. Wewe Chande umeshindwa jinai, utaweza kufukia mauaji ya kimbari? Tume hii ni kama rais ametengeneza genge la kuficha maovu ya serikali yake. Ndio maana kila jukumu la msingi wanapewa wao, ingawa kila mtu anajua kwamba hawana sapoti ya umma. Umma hauwaamini, umma hauwaheshimu. Unawapanya majukumu ya taifa watu ambao hawaheshimiki, au na unataka usiheshimike? Itakuwa na unataka usiheshimike. Why not? Kwa nini usichague, usiwape majukumu wazee wanaoheshimika kama mzee Warioba, Profesa Shivji? Na ni simple. Angalia Chande, kila ulichoshughulikia kimekataliwa na wananchi. Warioba alikabidhiwa jukumu very sensitive la katiba, akarudi kwa wananchi akalifanya. Alivyotoa ile rasimu yake, wananchi wote wa Tanzania wakamuunga mkono, kasoro wabunge wachache wa CCM kule ndani wakaenda kupindua meza kudadeki. Kwa nini mnamwogopa Warioba? Wapeni majukumu haya wazee ambao wanaheshimika, wazee ambao wanaaminika na umma, kwamba wakitoka wakisema ini watu wanaamini ini sio unamleta Chande muhuni, ukisema watu wanajua hii sio B, hii ni F kabisa, iko mbali kabisa, tofauti na uhalisia anaosema pale. Sasa wanasema wameteua tume ili kushughulikia hili swala. Tume imetoa ripoti, tumejua. Kwa nini bado wanaogopa? Juzi wamewazuia wabunge wa bunge la Ulaya ambao walitaka kuja kushughulikia haya mambo, kuangalia kinachosemwa Tanzania. Wale ni marafiki zetu, tunashirikiana nao kwenye maendeleo na wanatupa hela za maendeleo. Sasa wanataka kuona hizi hela tunazowapa ndio unazonunua risasi. Ngoja tuje tuone. Mnawazuia wasije. Kama tume ya Jaji Chande imesema ukweli, na ukweli bila shaka, simwache nao waje wakutane na hao kina Jaji Chande, ili kina Jaji Chande wawaambie hao wabunge wa Ulaya kwamba ukweli huu, tumalize hili jambo. Lakini haiko hivyo, kwa sababu wanajua kabisa kwamba wanachokisema sicho, wanapindisha mambo. Sasa tunawaambia hili haliishi mpaka mauaji ya Oktoba 29. Jambo hili haliishi mpaka yani iko hivi. Kifupi, ICC, najua ICC, mahakama ya kimataifa ya wahalifu kama hao wanaouua raia wao, badala ya kuwalinda, ICC haitawaacha salama. Hata wafanyaje, mwisho wake wataishia nini? Wataishia kujifungia humu ndani, wasitoke. Kwa sababu ICC wakisha kuchapa ile kitu yao ile, wakisha kuchapa ile arrest warrant, uchomoki. Hata Kenya uende, labda uende kwa Museveni
hapo. Labda kwenda kwa Museveni, lakini Kenya huwezi kwenda, South Africa huwezi kwenda, sijui Ulaya huwezi kwenda, huko Uarabuni ambako saizi wanajivunia, manake Uarabuni zile nchi za Kiarabu zote ziko chini ya Marekani, na hili tunalijua. Ukienda Dubai tunakufuata, tunakudaka, ukienda Qatar tunakufuata, tunakudaka. Kwa hiyo watakaa wajifungie humu ndani, wasitoke. Na wanapopenda kusafiri sasa, wanapopenda shopping sasa, si wanaiba hela, wanataka waende Ulaya, Uarabuni wakafanye shopping. Sasa watafungiwa humu ndani kama ilivyofanywa kwa Mugabe, kama ilivyofanywa kwa al-Bashir wa Sudani. Hakuna kutoka, kaa humo ndani, na hakuna kufanya biashara. Hela watakata, wakikata hela humu ndani. Sasa tukibanana na si njaa inatuuma na uweze kutoka nje, haki ya Mungu si utapita chochoro gani? Lazima tubanane tu, lazima